Hello, good people. Good morning, good evening, depends wherever you are listening this video from. Yes, this is Judy George TV, and this morning I feel to talk about something that I have been hearing from the social media platforms, and I feel I can talk about it. Myself, I'm a giver. Even if I don't have, I give the service and I give the knowledge I have. So giving not that you give kafagara or you give the unga, you can give the knowledge, you can be a giver of information that you know where someone can be helped, and you give that information to that person and that person will be helped. That's also a giver. Na kwa hivyo nakuja kusema kila mtu amekuwa na mwito different, tofauti na mwingine. Wewe uko na mwito wako, mimi niko na mwito wangu. And whenever somebody is serving their calling, before ishike ama before ionekane ikuwe visible, tunakuanga silent leaders without title, or servants without title. Kuna wenye wanapeana, na wakipeana kitu hata wakipea mtu bairo inajulikana na dunia mzima. Na kuna wale wanapea neighbor, wakisikia kesi na hapo kidogo kidogo wanasaidia na hawajulikani. Those are the givers or the readers. They are those people who reads the small groups silently, hawatai kuonekana hata, they don't show off, but they are leaders but they don't have title. Na si kusema ni kama tu vile unafungua uko na even the churches, even the business, even the children we give birth to. Our children we give birth to when they are 0 age, or when they have nothing, they can't even shake their neck. They are just there opening their eyes, they don't know where they are, like a zombie. Wako tu pale tu hivyo na kuangalia hivyo. Within a day unapata ameanza kufungua macho, kufunga. Within sometimes unaona ameanza kucheza mikono. Within sometimes umeona ameanza kukutana, naona kitu ikitembea, macho imeanza kufanya kazi. The same na gift zenye tuko nazo na calling tuko nazo. And I don't like when somebody who knows their own calling, when they wanakanyanga wenye hawajajua their calling, ama wenye wanaanza kujiokota. When you are mara bigwe shokaniriria, those people wanaanza kujiokota, wanajua they have the calling but they don't know where to start. They are just there in the middle of the atmosphere, in the middle of the desert. They don't know where to go, where to turn, how to start it, how to do it. They just do it because they feel it's a calling in them. Na kwa hivyo I'm talking to those people wenye wanajijua. Those people, they know themselves. They know themselves, they have the calling, they know what to do, they know what to help, know who to help, who not to help. But the badala, you mentor the other people, unawakanyanga. Nobody will live in this world forever. And other people will live like gari tu, tunaenda mahali na mwingine anashukia katikati, mwingine anafika mwisho. Na kwa hivyo, mentoring a soul, mentoring a person means a lot to your calling. Usikanyange mtu, usitumie maneno ngumu sana, because hata unaweza hitajio msaada ako nayo. Na hakuna mtu ako juu zaidi ili hawezi anguka. Hakuna mti kubwa aje. There is no big tree that cannot fall. Hakuna mti kubwa aje, gutire mti munene hata utangigwa. Ona mutu uria utangihota gukumbaciria muthirukanite andu rugo rugo munene ni ugwaga. Even that tree too big, it falls. It falls. So I sometimes nakaa vitu nasikia kwa kichwa changu vitu zinatembea, na jiuliza maswali mingi sana. Mbona huyu mtu akasema hivi? Mbona huyu mtu akajudge? Mbona huyu akaongea hivi na hajui ukweli ya maneno? Sometimes silence is a good medicine. Silence is good. It's better you keep quiet. Unaweza sema kitu itakasirisha hata Mungu, naye Mungu akuadhibu juu ya kuongea pro without knowing whatever you are doing or whatever you are saying, just because sometimes we need the following, ama tunataka kusikizwa, na tusikizwe sisi ni wanoma kwa social media. But ujue Mungu hajasema maneno tunayosema na midomo yetu inakuanga na nguvu ikiwa kwa social media ama
kwako kwa nyumba ama wapi, every word you talk with your mouth, our tongues are very strong. So every word you talk with your tongue, it doesn't matter wherever you are, it is as strong as that is in the church. It is as strong that is in the club. It is as strong as that you are talking, joking with your friends. So whenever you hear the cases or hear people wanataka kufanya mission fulani, if you don't feel you fit in that mission, just quit and keep quiet. Another thing, just quit and keep quiet. Because sometimes you may say a word. Ni kama mtu apata tu mtu mwenye anatembea vibaya, ni wetu aretua. And that the pain of that person akijua either ukweli wa mambo yake vile iko, anaweza lilia Mungu ujipate na umepatana na kitu kama ile inapitia. Sometimes silence is a good medicine in everything. If you feel you don't help, you cannot help you to judge with my own problem. I have some problems I share with you. If you feel you cannot be able to help me, just keep quiet and be silent. Usiongee, usieneze, ati kusema msimsaidie, usieneze anything, don't. And I wonder nowadays, kuna sometimes back I listened somebody who was possessed with the spirit of marine spirit from alikuwa story yake ilikuwa inaitwa delivered from devil worshipper. Na akasema Wakristo tunakuanga tumefunikwa macho na kuambiwa tusipeane. Unaambiwa msipeane, mnatumwa vibaya na mapasta, mnatumwa vibaya na watu. But the logic of being blessings is mathematics and calculation is give as receive. But ukishapeana, makosa ni unataka kujua kitu ulipeana ilienda wapi. Ulinipea kiatu imeraruka, unataka kujua kama nilivaa, ungekaa nayo. Unataka kunipea shilingi 10 nikanunue sweet na maybe sikuwa na kitunguu, nikinunua kitunguu ni vibaya. Na hata watu wenye wako na manyumba za ghorofa, mimi sina nyumba hata moja, I don't have. Lakini hata watu wenye wako na manyumba za ghorofa, ni miti na inaangukanga. Na inapoanguka, unapata mtu ana chakula kwa nyumba na hawezi kata mawe ya kule. But wewe uko hapo ukisema nasi yako na nyumba kubwa, nasi yako na nini, nasi yako anaweza kata mawe ya hawezi. So na mashida hazitoshani. Unaweza kuwa huyo mtu wako hapo ako na mashida zingine zinahitaji msaada wangu. Mwingine anasema msaada wa mwingine. Mwingine ndio anajiria kujua kugive, but yako na calling ya giving. So kama wewe unasaidia, keep quiet. Kama ukiona watu wanasaidiwa, wachana nao wasaidiwe. The benefit of the giver is on be God's heart. Mwenye upeana Mungu ndiye anajua na mreward na nini. And God reward you differently with the things he knows you need them. Either big, you can help somebody with a small thing and God reward you greatly in big things. And those people who know the secret of giving, unaweza kuwa unapeana na unapiga mdomo sana na unapiga kelele sana na unakasi wengine, unaweza funga baraka za Mungu. Lakini Mungu hajakwambia ukaveta ati ukinipea pesa napeleka wapi. That is humanity tumeiweka, na ni sawa. If you are able to vet. But if you vet, just keep quiet and do your business. Because unaona huyo mtu unasema ati hafai kusaidiwa. Kuna mtu anasema alibarikiwa kwa sababu ya kumsupport. Imagine. Wewe ndio baraka zako hazikuwa kwa hiyo line. Wewe ndio baraka zako hazikuwa kwa kumsaidia. Lakini mwenye Mungu alikuwa amepapa kumsaidia na wakanyamaza na wakafanya wakajua. Hata kama mtu hafai kujua kwenye zinaenda, hata for sure huwezi jua vile alifanya na whatever yumsaidia. Ukimpea nguo chana avae asifai na yeye apeane kwingine, usikue na uchungu ati niliwapea hawakuvaa. Because na bado nishaisikia ati niliwapea hawakuvaa, niliwapea nikapea mwingine. As far as hiyo kitu imetoka kwako, umeipeana, na mimi naweza nipea nguo na hiyo nguo iko either inanishika sana ama iniruhusu sana na nisikie siwezi ipeana na mimi nikuwe giver kwa mwingine. Then why do we have to have the attitude that ukinipea kitu lazima nitumie hii? Nani aliandika akasema yeye ako juu sana haezi anguka? Ana haezi hitaji msaada. Na hakuna msaada hahitaji kusaidiwa. Wewe ukijua ukiona kitu huwezi saidia, it's better you keep quiet. Keep quiet, keep quiet. It doesn't pain to be silent, but it pains to talk. Me am those people who talks a lot. But unaweza pata nikiongea vitu mingi naweza kuongeleshea nikwambie stories zangu.
Mimi udaku utanipata kwa udaku. Utanipata nikikupea story zangu na testimonies zangu, because I have a lot of testimonies zile Mungu amenitendea. I can share them every day, every day, every day, because each and every encounter naonanga Mungu. Each and every encounter, hata mtoto kuenda shule mimi najua ni Mungu. Hata kuwasomesha mimi sina pesa, but God makes sure they are in school, because walipozaliwa alijua. Na wao wananipiga na wanapigana na vita, wanapigana na kitu hawajui, because mimi nimeshapeana kila kitu kwa Mungu, and God fight for me. Especially those who give, wanapeananga, wanaambia Mungu take over my problem. Mimi nimepeana. Naweza kuwa sina unga, niko na unga moja na nikatie mtu anaja nimpe nusu. That generosity ni kubwa kuliko mtu ako na mamilioni amepeana 200. Ni kama tule mama alipeana akabaye, wote wamepeana mingi, lakini huyu ndio amepeana ile. Na si ati alikuwa amepeana mingi, ni juu alipeana everything, all she had. All she had. You do your vetting, but don't fight giving, because giving is so spiritual. Watu wache kuonanga giving like ni kupanga, mmepanga hapa msupport mtu. Ukishapeana Mungu naye ukureward na kukulipa. Naye mwenye umepea ile kitu umempea ndio ilikuwa dawa yake, na ushampea dawa, so yeye anaondoka kwa laini. Wewe ndio umebaki, Mungu naye adili na yeye akubariki. Na kwa hivyo nimefikiria tu niongea hivyo, sijui maoni yako. If you have different view, you have different view, okay, it's allowed, but that is my view and my take on this. May God bless you. Continue subscribing, continue watching Judy George TV, continue listening to my inspiration stories. I'm bringing them to you one by one, and God will reward you, making them move forward for many people to be motivated and to be encouraged. May God bless you.